Mama Maria. Ndugu zangu wapendwa, ni furaha na bahati iliyoje sisi kupata nafasi hii ya pekee kabisa ya kusherekea miaka 30 ya utume wa Radio Maria. Ni bahati ya pekee kwa sababu si watu wote ambao waliona mwanzo wa redio hii wapo mpaka leo. Tunafahamu wengi waliona mwanzo wake, lakini leo hatunao. Kumbe sisi tumepata bahati ya pekee, tumepata upendeleo wa pekee kabisa wa Mwenyezi Mungu wa kuadhimisha hii miaka 30 ya utume wa chombo hiki hapa nchini kwetu. Ndiyo maana tuna kila sababu ya kumwambia Mwenyezi Mungu asante. Tuna kila sababu ya kumwambia mama asante kwa kutuombea kwa mwanaye, na hatimaye tumepata sasa fursa hii. Kumbe niendelee kualika ndugu zangu, tuione siku hii ya leo kama ni siku ya pekee sana katika historia ya maisha yetu. Tuione siku hii siku ya pekee sana ya kukaa na mama yetu pamoja. Tuione siku ya pekee sana ya kumshirikisha mama furaha zetu, mahangaiko yetu na changamoto zetu. Wapendwa familia ya Mungu, redio hii au chombo hiki kinaitwa Radio Maria kwa sababu historia inaonyesha kwamba tangu mwanzo kilijikita zaidi katika kuhabarisha habari za mama Bikira Maria. Bikira Maria alipowatokea watu mbalimbali katika maeneo mbalimbali na kutoa ujumbe mbalimbali, aliagiza kwamba ujumbe huo uwafikie watu kote ulimwenguni. Na ndio maana chombo hiki tangu mwanzo kilijikita katika kupeleka jumbe za mama Bikira Maria kwa watu mbalimbali, kwa watu wa mataifa mbalimbali. Na ndio msingi wa jina lake, ndio msingi wa chombo hiki kuitwa Radio Maria. Lakini kadiri muda ulivyoendelea na wakati ulivyokwenda mbele, chombo hiki kilitanuka kiutume, na sasa hakihabarishi tu habari za matukio ya Bikira Maria kutokea mahali au sehemu mbalimbali. Sasa kimekuwa chombo kikubwa kabisa cha uinjilishaji katika nchi yetu na hata katika jimbo letu la Morogoro. Kumbe tuna sababu kubwa ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa na chombo hiki kikubwa na muhimu kabisa katika uinjilishaji, chombo ambacho kinafanya kazi muhimu kabisa katika jimbo letu, kazi ya kusaidia kupeleka na kufikisha habari njema kwa watu wote, kama Kristo mwenyewe alivyotuagiza kwamba enendeni ulimwenguni pote mkawahubiri watu habari njema. Radio Maria kimekuwa na mchango mkubwa sana katika uinjilishaji katika jimbo letu la Morogoro. Wapendwa, huwezi ukaitenga Radio Maria na uinjilishaji. Ni kwa nini chombo hiki hakitengani na uinjilishaji? Ni kwa sababu mama Bikira Maria pia ana nafasi kubwa kabisa katika uinjilishaji.
Bikira Maria alipokea ujumbe wa Mwenyezi Mungu wa kuwa mama wa mkombozi, wa kuwa mama wa Kristo. Aliupokea ujumbe huo kwa utii mkubwa na akakubali kumleta mkombozi ulimwenguni, yaani Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye ndiye Injili yenyewe. Kumbe mama Bikira Maria kwa nafasi ya kwanza kabisa ndiye aliyemleta duniani Kristo, ambaye ndiye Injili, ambaye ndiye habari njema. Kwa mantiki hiyo, hatuwezi kabisa kumtenganisha mama Bikira Maria na Injili, na ndiyo maana Radio Maria kamwe haiwezi kutengana na Injili. Inafanya kazi kubwa na muhimu ya kutangaza Injili, kumtangaza Kristo, kutangaza habari njema. Wapendwa, kauli ya utii ya mama Bikira Maria ya kwamba mimi ni mtumishi wa Bwana na iwe kwangu kama ulivyopenda au unavyopenda, inatufundisha jambo muhimu kabisa, kwamba kutangaza habari njema kunaendana sambamba kabisa na utii wa neno la Mungu. Mama Bikira Maria alitii sauti ya Mungu, alitii neno la Mungu, alitii ujumbe wa Mungu. Kumbe mama huyu anatuhimiza mimi na wewe, tunapotangaza habari njema, tunapomtangaza Kristo, tunapoinjilisha, yatupasa kuwa na utii kwa sauti ya Mungu, utii kwa neno la Mungu. Tukiwa na utii kwa sauti ya Mwenyezi Mungu, tutapokea neno la Mungu kwa utii, na tukishalipokea tutaweza kulitangaza au kulipeleka kwa watu wote ulimwenguni, kwa watu wa mataifa yote, kwa watu wa makabila yote, kama Kristo mwenyewe alivyotuagiza. Kumbe mama Bikira Maria ni mwalimu wa utii katika uinjilishaji. Wapendwa taifa la Mungu, Bikira Maria zaidi ya kuwa mtii kwa neno la Mungu, pia alikuwa wa kwanza kuishi kwa matendo Injili. Tumesikia katika somo la Injili, Bikira Maria baada ya kupashwa habari na malaika Gabrieli ya kumzaa mkombozi, na baada ya kusema ndiyo ya utii kwa Mwenyezi Mungu, anakwenda kumtembelea Elizabeti binamu yake, anakwenda kumsaidia Elizabeti, anampelekea habari njema. Kumbe Bikira Maria alikuwa wa kwanza kuishi Injili kwa matendo, sio tu kwa maneno, lakini pia aliishi kwa matendo. Tunaambiwa Elizabeti baada ya kupata ujumbe wa Mwenyezi Mungu kupitia kwa mama Bikira Maria, anamtukuza Mungu, anamsifu Mungu, anaimba wimbo wa sifa kwa Mwenyezi Mungu. Na Bikira Maria anakaa siku kadhaa anamsaidia Elizabeti. Bikira Maria aliishi Injili si kwa maneno tu, bali pia kwa matendo yake, kwa maisha yake. Anatufundisha na kutuhimiza mimi na wewe wajibu wetu wa kutangaza Injili si kwa maneno tu, bali pia kwa matendo yetu. Tuige mfano wa mama Bikira Maria ambaye
alitangaza Injili kwa maneno yake na kwa matendo yake. Wapendwa jumuiya ya Mungu, Bikira Maria walipompeleka mtoto hekaluni pamoja na Yosefu, Simeoni alitabiri mambo kadhaa kuhusu mtoto Yesu, na moja kati ya mambo ambayo alitabiri ni kwamba uchungu kama upanga utapenya au utachoma moyo wa mama Bikira Maria. Bikira Maria tunaambiwa aliyapokea hayo yote na akayaweka moyoni mwake. Aliyapokea hayo, hakuyaweka akilini, kwa sababu angeweka akilini bila shaka angeyasahau. Tunaambiwa aliyaweka moyoni. Tafsiri yake nini? Kwamba aliupokea huo ujumbe hata kama haukuwa mzuri kwake, lakini aliuweka moyoni na aliendelea kutafakari. Bikira Maria anatufundisha jambo muhimu kabisa katika maisha yetu: kupokea ujumbe wa Mwenyezi Mungu si kwa akili zetu tu, lakini kuweka ujumbe wa Mungu moyoni na kuendelea kuutafakari siku zote za maisha yetu. Ndio kusema kupokea ujumbe wa Mungu na kuuweka moyoni na kuuishi kila siku ya maisha yetu. Tukiweka kichwani tunasahau na hatuwezi kuishi ujumbe wa Mwenyezi Mungu, lakini tukiuweka moyoni tutaishi nao na utaishi ndani yetu, kwa sababu tutakuwa tukitafakari siku kwa siku. Bikira Maria awe mfano kwetu. Tunapopokea ujumbe wa Mwenyezi Mungu, tunapopokea jumbe mbalimbali, hata kama hazipendezi machoni petu, tuziweke moyoni na tutafakari kama alivyofanya mama Bikira Maria. Kutangaza habari njema hakutengani na kutafakari neno la Mungu. Hatuwezi kuwa watangazaji wazuri wa habari njema kama hatupokei ujumbe wa Mungu na kuutafakari kwanza kabla ya kwenda kutangaza. Maria awe mwalimu wetu katika kupokea ujumbe wa Mwenyezi Mungu na kuutafakari. Ndugu zangu wapendwa, tunamwona Bikira Maria pia akiwa pamoja na mitume wakisali, wakisubiri zawadi ya Roho Mtakatifu ambaye Kristo alikuwa ameahidi. Bikira Maria alikuwa pamoja na mitume, alishirikiana na kanisa katika kusali. Hatuwezi kuwa watangazaji wazuri wa habari njema kama hatuishi maisha ya sala. Hatuwezi kumtangaza Kristo, hatuwezi kutangaza Injili kama tunajitenga na maisha ya sala, kama hatuchangamkii maisha ya sala, kama hatuna moto wa maisha ya sala. Bikira Maria alisali pamoja na mitume, na ndio maana anawekewa mfano wa kuwa mtangazaji wa kwanza kabisa wa habari njema, lakini pia aliyetangaza pia kwa matendo yake. Ni kwa sababu alisali, kwa sababu alijenga uhusiano mzuri na Mwenyezi Mungu.
Kumbe leo wapendwa, tunapoadhimisha ibada hii ya misa takatifu kwa heshima ya Mama Bikira Maria, na tunapopata nafasi ya kukaa na mama, kukesha naye, tumuombe sana ili atuombee kwa mwanaye, tuige tunu ambazo Mwenyezi alimjalia. Tuige utii wake katika kupokea neno la Mungu. Tuige maisha yake ya sala. Tuige namna yake ya kuinjilisha kwa maneno na matendo. Tuige fadhila ambazo mama alijaliwa, ili nasi tuwe vyombo vya kutangaza habari njema, tuwe vyombo vya kupeleka habari njema kwa kila kiumbe, kwa watu wote wa makabila yote na watu wote wa mataifa yote. Tumsifu Yesu Kristo.